Bwana asifiwe sana. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Bila shaka uko salama, na mimi ni Prophet Edmund. Hapa niko kwenye moja ya eneo muhimu sana katika maisha yangu. Hii ni ardhi ambayo naweza kutazama kama kitabu chenye chapter ya baadhi ya mambo yaliyotokea in my life katika nyakati za zamani kidogo. Na ardhi hii imebeba picha zisizoonekana, imebeba sauti zisizosikika. Ardhi hii imebeba ukanda wa maisha ambao si kila mmoja anaweza kuona. Na kila nikifika mahali hapa, nimekuwa nikiona hizo picha zikipita ambazo zimecreate kumbukumbu kwenye maisha yangu, kiasi ambacho nakumbuka wapi Mungu amenitoa. So tuko hapa kuweza kurecharge na kuweza kukumbuka kusema Bwana asante kwa mbali. Huu ni msitu mkubwa kama unavyoona. Msitu mkubwa kama unaweza kuona. Umezungukwa na miti mingi sana. Miti yote imepandwa mwaka 2000. Wakati huo nilikuwa primary school, na kwa mbali unaweza kuona nyumba ambayo tunaishi mbali kidogo. Tuko hapa kwa siku tano kuanzia jana. Tumekuwa hapa Mwanza kwa ajili ya kuombea uamsho kwenye ardhi ya mali hapa, na hasa kanisa ambalo liko hapa mzee wangu analichunga. Na tumemwamini Mungu, na tunamwamini Mungu ya kwamba anakwenda kufanya ishara na maajabu. Tuko hapa kwa siku tano. Then Jumapili tukutane Dar es Salaam. Dar es Salaam tutakuwa na ibada kubwa sana ya kinabii baada ya kuja kupata neema ya Mungu kwenye ardhi hii. Yako maeneo ambayo yamebeba virtue power. Kuna kitu kinaitwa virtue power. Virtue power ni aina ya nguvu ambayo imetunzwa katika eneo kwa muda mrefu. So tunapokuja nyayo zetu za miguu na kanyaga eneo hili, tunaanza kurecover that ancient power ambayo Mungu aliweza kutokea. Unapoenda mahali Mungu aliyokutokea mtu, huwa kunakuwa na energy iliyosalia, ni masalia ya nguvu inayokuwa imebebwa katika hiyo ardhi. So nilikuwa naelekeza mtu jana kwenye mawe pale, unaona pale mahali pale ni eneo ambalo malaika aliwahi kutokea miaka ya nyuma, ambapo nilikuwa nimefumba macho nikasikia sauti za mbawa kubwa zikipiga angani. Kufumbua macho niona kiumbe mkubwa sana, na alikuwa ana mbawa kubwa sana, alikuwa anapiga zile mbawa anaelekea mawinguni. Kwa hiyo mara kwa mara tulikuwa tunakuja mahali hapa kuweza kukumbuka wapi Mungu ametutoa, lakini pia kuweza kufanya retreat, ni kama kurenew our strength. Maana tunasema wamngojeo Bwana, kitabu cha Isaya 40:27, wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa zao kama tai. Kwa kuna wakati ili mambo fulani yatokee, tunahitaji nguvu mpya watumishi wa Mungu. Kuna wakati ambao tunakukimbia wewe, hatutaki kuhudumia kabisa, lakini tunajificha maeneo kama haya kuweza kunyonyoa mabawa yaliyochakaa na kumwambia Bwana tusaidie kuweza kuotesha mbawa mpya, ili tukirudi tuna nguvu za kuweza kuhudumia watu wa Mungu. Kwa hiyo tukutane Dar es Salaam wiki hii. Siku ya Jumamosi nitakuwa nimeshafika Dar es Salaam mapema kwa ajili ya kujiandaa na ibada kubwa ya Jumapili ya kinabii. Ninaamini ya kwamba Mungu anakwenda kukufanyia jambo la kihistoria katika jina la Yesu Kristo. Jumapili hiyo tutakuwa na ibada kubwa, inaitwa ibada ya kukata rufaa. Itakuwa ni ibada ya kukata rufaa. Yako mambo mengi ambayo pengine yameshindikana kwa namna moja au nyingine. Wako watu wengi ambao wameshtakiwa katika mahakama za kiroho, na tayari mmekuwa sentenced, wengine kuingizwa katika magereza ya kiroho, wengine mmeshikiliwa rumande mkisubiri hukumu. Lakini nina habari njema kwa habari ya siku ya Jumapili ya kwamba tunakwenda kukata rufaa. Haijalishi shitaka limekwisha kusikilizwa, haijalishi hukumu imekwisha kutolewa. I want to tell you kwamba Mungu ameita watumishi wa Mungu kusimama kuweza kukata rufaa. Kama Yesu Kristo alisimama akafuta hati ya mashtaka iliyokuwa inatushtaki. Ile hati ya mashtaka ilikuwa na kila sababu ya kutushtaki. By the way, tulikuwa ni kweli tunadaiwa, lakini maandiko nasema kuna jambo Yesu alifanya likafuta ile hati ya mashtaka. Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa anakata rufaa on behalf of the world.
So Jumapili tunakwenda kudemonstrate siri ya Mungu kukatia wanadamu rufaa katika makosa kadha wa kadha ambayo ni kweli you deserve punishment. Lakini kwa sababu ya rufaa, Mungu anakwenda kufuta hayo mashtaka, na neema, rehema za Bwana zinakwenda kunena mema kwenye maisha yako. Anasema rehema zake ni mpya kila asubuhi. Bwana kubariki sana katika Jumapili hii. Tunaweza kama 5 zimebakia au kama sio 4 kufikia siku ya Jumapili. Hakikisha unamwalika rafiki yako na jirani yako kwamba Prophet Edmund anakuwa in the house. Na kwa neema ya Mungu nitakwenda kusema baadhi ya mambo kadhaa ambayo Bwana amesema nami kwa habari ya nchi ya Tanzania. You don't have to miss this Sunday because God is about to shift some things in your life. Amen and amen. Bwana kubariki sana. Shalom, shalom.